Hujambo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kumbuka rafiki, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kwamba nafasi ya matoleo katika maombi, na tumeshazungumza mambo mengi, na hasa kipindi cha jana. Kama ukuweza kusikiliza kipindi cha jana, ningekushauri uende ukasikilize kwamba kuna kitu tumeachilia pale ni cha muhimu mno, na watu wengi sana hawaelewi, ndio maana wanashinda kupata. Kwa hiyo tafuta somo la jana, na leo pia tutaendelea katika ule wa Efeso 4:6. Kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, ukiangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, pia tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify, nako kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, pia share na watu wengine. Na mwisho, kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram ama WhatsApp, basi kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine ili waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli, lakini pia umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umekisikia. Asante sana. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, ni kuombe tu nikupe angalizo ndogo kwamba mafundisho ya Kristo yako tofauti sana na mafundisho mengine ambayo umezoea kuyasikia. Mwanzo unapoanza kusikiliza utaona kama analeta mgongano kichwani kwako. Ni kwa sababu wewe maisha yako yote umelelewa kuwa mwanafunzi wa Musa. Kwa nini? Kwa sababu waliokufundisha bado wanaamini kwamba wewe unafanana na Adamu aliyekuwa mwenye dhambi. Lakini kwenye mafundisho ya Kristo tunaamini kwamba kwa kuwa umezaliwa mara ya pili unafanana na Kristo, na hivyo kila kitu tunachokufundisha tunakufundisha ili uweze kufikiri kama Kristo. Ndio maana kuna tofauti hiyo kubwa. Kwa hiyo ninachokuomba, nipe siku 3 mfululizo za kusikiliza. Baada ya siku 3 ukiona huelewi, una ruhusa ya kuzima redio, una ruhusa ya left group. Lakini tafadhali naomba siku 3. Kwa nini siku 3? Maana yake naamini siku 3 zinamtosha Roho Mtakatifu kuondoa utaji na kuondoa giza lililo katika moyo na ufahamu wako, ili uanze kuona kweli ya Kristo. Kwa hiyo nasema asante sana kwa kunikubalia. Kwa hiyo nitoe shukrani pia za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa mno. Na mwisho, nitoe shukrani kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kila mwezi umekuwa ukishiriki kwa mapato yako ili kuleta kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia nafasi ya matoleo katika maombi, na jana tulikuwa tumejikita kwenye Wafilipi 4 mstari ule wa 6. Wafilipi 4 mstari wa 6. Wafilipi 4 mstari wa 6, kwa nataka tukasome moja kwa moja. Anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Sasa tunapofika hapa nizungumze kitu pia ambacho Bwana Yesu alizungumza na mimi. Kumbuka tumekuwa tuna utaratibu kwamba kila tunapofika mwisho wa mwezi tunaruhusu watu waweze kutoa na kuchangia gharama za kulipia injili kwa njia ya redio. Sasa naomba nieleze vitu vichache, na baadaye nitakapopita kwenye neno utaona connection kwa nini nazungumza namna hiyo. Nikiwa kwenye maombi siku chache zilizopita, Bwana Yesu alizungumza na mimi, na kwa maana hiyo nataka kuzungumza na wewe kile ambacho Bwana Yesu alizungumza na mimi. Kitu cha kwanza, twende nikakuonyeshe Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 5, na mstari ule wa 24. Neno linasema hivi. Anasema yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Bwana Yesu aliniambia kitu cha namna hii, akaniambia kwamba mimi ndiye niliyekuita, na mimi ndiye ninayewajibika kufanya kazi, ama ninawajibika kuendesha huduma ama kazi ambayo nimekupa.
ambao ukiangalia mstari kwamba okay, kwa nini aliniambia hivyo? Maana yake kwa imefika kwenye swala la gharama za injili kwa njia ya redio, kwamba tunataka kufikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo nikamwambia Bwana, umeniagiza niende kwenye redio, nimetii agizo lako, nimekwenda kwenye redio, lakini nina changamoto kwamba unafahamu Bwana Yesu, kwa muda mrefu sasa watu wengi wamekuwa wanasikiliza, wanafurahia mafundisho, lakini wameniachia mzigo peke yangu. Na kwa maana hiyo Bwana Yesu, nimefika mahali sasa sijui nafanya nini. Watu wengi hawajui kwamba natoa hela mfukoni kwa ajili ya kulipia gharama za injili kwa njia ya redio. Sio tu kwamba najitoa kwako Bwana Yesu, kukaa katika maombi unanifundisha na kunielekeza kitu cha kwenda kusema na watu wako, lakini pia unafahamu nimekuwa nikitoa hela zangu mfukoni kwa ajili ya kuwapelekea injili. Na nimekuwa nikiwaeleza, nikijaribu kuwafundisha, nikitarajia kwamba watakomaa na wao waanze kuwajibika, lakini Bwana Yesu wala sioni mwelekeo. Watu wachache tu ndio wamekuwa wakifanya namna hiyo. Na inawezekana unanisikiliza, amini usiamini, watu ambao wanachangia gharama za injili katika hii huduma kwa mwezi hawafiki hata 40. Inacheza hapo kwenye 15 watu 20. Sasa nikuulize. Kwa hiyo anyway, ngoja niende kwanza anachoniambia Bwana Yesu. Bwana Yesu akaniambia kwamba mimi ndiye niliyekuita, mimi ndiye niliyekuagiza ukahubiri injili yangu, mimi ndiye niliyekuambia uende katika redio, na mimi ndiye ninayewajibika kulipia gharama zote za redio. Akaniambia, nimesema katika Wakorintho wa kwanza, tenda Wakorintho wa kwanza mlango wa 9, Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 na mstari wa 7a. Akasema, nimesema hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. Angalia, anasema ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Kwa hiyo akasema, mimi Yesu nimesema kwamba hakuna askari yeyote katika ufalme wangu anayekwenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. Kwa hiyo mimi ndiye ninayewajibika kulipa. Kaambia okay, good. Basi tumeseto. Akaambia, sasa nakupa maelekezo. Nenda kawaambie watu wote ambao wanakusikiliza, watu wote ambao wameamua kujifunza kupitia vipindi vya Neema na Kweli, nenda kawaambie mimi Yesu na waagiza kwamba kuanzia sasa waanze kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio. Kawaambie ni agizo ambalo nawapa. Na akaniambia, nenda kawaambie pasipo kumumunya maneno, pasipo kuwaogopa. Akasema, ukiwaogopa, na anasema ukiogopa kufedheka mbele yao, mimi nitakufadhaisha. Kwa nenda kawaambie, alafu nione huyu ambaye atakataa ni nani. Kwa ndugu unayenisikiliza, na kuletea ujumbe kutoka kwa Yesu Kristo. Anasema unawajibika kutoa kwa ajili ya kuchangia injili, kwa gharama za injili kwa njia ya redio. Mimi nakuletea ujumbe. Kwa hiyo mwenye sikio la kusikia na asikie. Unasema sasa, mwalimu, bwana anakaa kama vile unatubana mbavu. Bwana anakaa kama vile tuko kwenye neema, sasa kama vile tunalazimisha. No, ni agizo la Bwana Yesu. Wewe mwenyewe una uwezo wa kukubali ama una uwezo wa kukataa. Mimi nimeamua kutii kile ambacho nimeambiwa. Nina kiasi ambacho Bwana Yesu anajua kinahitajika kila mwezi kwa ajili ya kulipia gharama za injili kwa njia ya redio. Sasa nikuongezee kitu kidogo. Kumbuka sasa hivi tumekuwa tukirusha vipindi vya redio kwa mikoa 3. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Na hii imewezekana kwa ajili ya hao wachache ambao wamekuwa wanajitoa na fedha nyingine ambazo natoa mfukoni mwangu. Na tunaenda kwenye awamu nyingine. Awamu nyingine tayari nimeshafanya makubaliano kwa ajili ya kuenda kwenye mikoa mingine 7 kwa redio. Kwa hiyo tumepata radio station nyingine, yani tunaongezea. Sio kwamba tunatoka kwenye hiyo, sio kwenye level but tuko kwenye hii station, lakini pia tunaongezea. Na kwa maana hiyo zimepata radio station ambayo tutakwenda kwenye mikoa 7 zaidi. Kwa jumla tutakuwa tuko kwenye mikoa 10 na vipindi vya Neema na Kweli, mafundisho ya Kristo. Kama vile ambavyo watu wa kanda kaskazini mnapata mafundisho kila siku kupitia vipindi vya Neema na Kweli, basi kuna kanda ya Ziwa pamoja na kanda ya Nyanda za Juu Kusini pamoja na kanda ya Kati, nao wakati umefika wa wao kufikiwa na mafundisho. Kwa hiyo makubaliano yako tayari mezani, na kitu ambacho kimesababisha sijaanza bado ni kwa sababu sijapata watu ambao wamejitokeza kwa ajili ya kusema, mwalimu, tunatii agizo la Bwana Yesu, tuko tayari kuchangia gharama hii ili na watu wengine pia wafikiwe na injili. Tunakwenda sawa sawa. Sasa tupige hatua. Kwa anasema hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. Kwa akaniambia, sijakwambia utoe hela zako mfukoni. Wewe pia unatakiwa utoe kama ambavyo wasikilizaji wengine wangetoa ama wanafunzi wangu wangetoa, kwa sababu wanaona umuhimu wa injili yangu kusonga mbele.
sio ubebe gharama nzima ya redio. Sijakutuma ukafanya hivyo. Kwa hiyo nenda kawaambie, nenda kazungumze nao. Anasema wengi wao nimezungumza nao, lakini wamekuwa wana kiburi, wanakataa kunisikiliza. Sasa kawaambie mara ya mwisho, mimi Yesu nasema kwamba nataka wachangie gharama za injili kwa njia ya redio, na mimi nimeileta hivyo hivyo kama alivyoniambia. Mwenye masikio ya kusikia na asikie, mwenye moyo wa kufahamu na afahamu, mwenye masikio ya kukataa na akatae. Siku utakaposimama mbele ya kiti cha enzi cha Kristo utamwambia kwa nini ulikataa. Lakini mimi nimeleta hilo ilikuwa ni jambo la kwanza. Sasa tunataka kupanua. Kwa hiyo tumeshaingia makubaliano, tunasubiriwa. Nasubiriwa tu mimi niseme yes. Na kwa maana natarajia tunavyoanza mwezi wa Oktoba, basi hiyo mikoa 7 nayo waanze kusikia vipindi vya neema na kweli. Na kwa sababu hiyo, kama unanisikiliza, unasema mwalimu leo mafundisho yamekuaje? Ndio hivyo, wewe nisikilize tu. Sina kufundisha kila siku. Umeshawahi kunisikia nikiongea namna hii? Nimeongea namna hii kwa sababu mwenye kazi amenibana. Na kama mwenye kazi amenibana, na wajibika kusema kile ambacho amekisema. Sitaki nichukue adhabu yako kwa sababu tu naogopa kukukwaza. Sijaitwa na mwanadamu, nimeitwa na Yesu. Nisikilize. Na kwa maana hiyo tunataka tuingie kwenye kutimiza hilo agizo. Sasa kwa wale ambao mnanisikiliza, ambao kila siku unajifunza, huu wito ni wa kwako. Ili agizo ni la Bwana Yesu. Anasema wewe unawajibika. Sasa angalia jinsi ambavyo Paulo alimwambia Timotheo. Timotheo wa kwanza 6. Twende mstari wa 17. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 17. Akasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasitumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Sasa nikwambie kitu, leo hata kabla sijaanza kurekodi nimeongea na ndugu kwa simu, yuko Arusha. Akasema mtumishi, nimekuwa nina kiu ya kuzungumza na wewe muda mrefu sana. Nilipata ajali miaka 2 iliyopita, niko kitandani. Actually mimi natembea kwa magongo. Na sababu ya kutafuta ni kwamba wewe umekuwa ukitupandia vya rohoni, na sisi tunawajibika kukupandia vya mwilini. Kwa hiyo nimepiga mtumishi, nataka kutoa shukrani yangu. Sasa nikuulize, wewe una miguu yako miwili, unafanya kazi, una biashara yako, unafanya kila kitu, unajifunza kila siku, mafundisho yamekujenga, yamekusaidia. Hata ile kuiwa tu kidogo useme ngoja nishiriki kwenye kazi ya kupeleka injili kwa wengine inakushinda. Mtu aliyeko kitandani anakushinda. Hilo la kwanza. Kwa hiyo rafiki, nimeleta ujumbe huo. Nasema mbona tunazania mimi somo lile? Yes. Wewe disikilize. Twende wa Efeso. Usikimbie, usizime, una haja ya kulefti. Ukilefti inaonyesha tu jinsi moyo wako ulivyo mchafu. Kitu kingine yani. Sikiliza hii. Anasema hivyo Efeso 5, naomba nisome mstari wa 1 mpaka wa 2, lakini nisome kwenye Biblia ya habari njema. Anasema kwa hiyo muigeni Mungu, maana nyinyi ni watoto wake wapenzi. Upendo uongoze maisha yenu kama vile Kristo alivyotupenda na kwa ajili yetu akajitoa mwenyewe kama tambiko ama dhabihu yenye harufu nzuri na sadaka impendezayo Mungu. Anasema Mungu amethibitisha upendo wake kwetu kwa kumtoa Kristo, na Kristo amethibitisha upendo wake kwetu kwa kujitoa kama sadaka kwa ajili yetu. Kwa hiyo tumeambiwa tumuige Mungu. Sasa nikuulize rafiki, Yesu Kristo alienda akafa msalabani kwa ajili ya upendo wake, akalipia wokovu kwa ajili ya watu wote. Na leo hii baada ya kumaliza hiyo kazi, anataka hii habari njema ya wokovu ifikie watu wote. Anataka watu wake wafundishwe, na anakuagiza wewe kwamba ushiriki kwenye hiyo kazi. Na wewe unasema unampenda. Mungu alipenda akatoa. Wewe je, unayenisikiliza, kitu gani kinakusababisha uwe mgumu kutoa kwa ajili ya kupeleka injili mbele? Kitu gani hicho? Ni swali tunataka nikuulize. Kwa hiyo ngoja nikwambie kitu rafiki. Kuna watu, ngoja nipige story hii utanielewa. Miaka mingi iliyopita
nadhani kwa kama mwaka 2010 siku moja niko asubuhi nyumbani, alafu nikaja nikaambiwa kuna mgeni barazani. Nilipotoka barazani nikamkuta bwana mmoja tulisoma naye sekondari form 1 na form 2 Moringe Sokoine Secondary School kule Monduli. Na huyu bwana amekuja yuko na mtoto wake mdogo. Mtoto ana miaka kama 2. Wamechoka, wamechafuka. Nikamuuliza sasa vipi? Akasema unakumbuka tulikutana takriban miaka 9-10 iliyopita? Nikamwambia yes, tulikutana Sinza. Nikamwambia ndio. Anasema ukaniambia kwamba unakaa maeneo ya survey ukanielekeza. Nikamwambia Akasema ndugu yangu, nimebanwa, nimekuja nikizunguka nikipita nikitafuta. Kwa wakati napita nje ya hili gate hapa nikaona gari ya kwako ndani. Kwa hiyo nikaulizia, nikamwambia hapa ni kwako. Nikamwambia imekuaje? Anasema sina mahali pa kulala, sina. Kweli kumwangalia ana njaa, mtoto ana njaa, wanaonekana wana wiki kadhaa hawajaoga. Okay. Akaniambia mke wangu amekuwa kichaa, amepotea, hata hatujui alipo. Anyway, nikawapatia, wakaenda bafuni, wakaoga, wakafua nguo, wakapata chai, wakanywa, wakala. Okay, tukakaa tukaanza kuzungumza. Nikaanza kumfundisha neno, tukafanya maombi kwa ajili ya mke wake apatikane, mke wake aweze kurudi, tukafanya maombi ili milango ifunge kwa ajili ya maisha yake. Then of course akatoka akaenda. Habari njema ni kwamba siku 2 baadaye akapata kazi ya udereva. Kwa na wale waliompa kazi ya udereva wakawa wamempa na chumba cha kukaa. Kwa hiyo ikawa ni habari njema, story imekwenda vizuri. Roho akaanza kuniambia kitu kimoja. Akaniambia miaka 10 iliyopita, 9-10 iliyopita, wewe ndio ulitakiwa umhubirie huyu ndugu injili. Lakini siku ulipokutana naye hukumhubiria injili kwa sababu na wewe mwenyewe ulikuwa umenitoroka. Wewe mwenyewe ulikuwa umerudi nyuma. Uko kwenye matakataka yako, umeamua kuachana na habari ya wokovu. Na kwa sababu hiyo matatizo yote aliyopitia huyu ndugu na mtoto wake ni kwa ajili yako wewe. Hukusimama kwenye nafasi yako miaka 9-10 iliyopita. Kwa hiyo miaka yote katikati huyu ndugu amekuwa akiteseka, akipata shida, ni kwa sababu wewe haukuwa katika nafasi yako. Na kwa maana hiyo unawajibika, kwa sababu mimi nilikuwa nimekusudia kuzungumza na huyu ndugu miaka 9-10 iliyopita, lakini wewe haukuwa tayari. Wewe ulikuwa na 50 zako. Yaani siwezi kuelezea kwa kiasi gani nilibidi nimuombe Mungu msamaha. Sijui kama unanielewa kitu ninachokizungumza. Yaani niliomba msamaha hujawahi kuona. Nikamuita na yule ndugu nikamwambia, ndugu naomba unisamee. Kwa kweli matatizo uliyopitia ni kwa sababu ya kutokumtii Mungu. Ni kwa sababu ya ujinga wangu mimi, ni kwa sababu ya uasi wangu mimi mbele za Mungu. Naomba unisamee ndugu yangu. Sasa nikuulize na wewe. Kuna watu wangapi unakutana? Nikupe story nyingine. Story nyingine tulikuwa tunazungumza ni jana tu. Nilikuwa nazungumza na mke wangu, anasema fulani na fulani nilitaka kualikaga waje nyumbani kwangu, ili kwaje kwenye chakula, ili wewe upate nafasi ya kuwahudumia katika neno. Kwa bahati mbaya nikaogopa sikufanya hivyo. Na kwa bahati mbaya leo hii fulani na fulani wote wameshakufa. Na najua kabisa kama wangekutana na wewe wakajifunza wasingekuwa wamekufa leo hii. Sasa wewe una story gani? Leo hii mimi na wewe tuna story kwamba kuna watu wasiposikia injili, wasiposikia kweli ya Kristo, sio tu kwamba watakufa pasipo kuokoka, lakini pia kuna wengine watakuwa wameokoka lakini watakufa katika mateso makali, wakimlalamikia Mungu na kumnungunikia Mungu, wakidhania kwamba Mungu ni tatizo, kumbe ukweli ni kwamba walikuwa hawajakutana na kweli ya Kristo. Na mimi na wewe tumepewa wajibu wa kuwafikishia na kuwapelekea kweli ya Kristo. Sasa tunapelekaje? Kwa vipindi kama hivi, kwa njia ya redio. Ndio maana tunajitahidi kwenda kwenye redio. Hatuendi kwenye redio kutafuta umaarufu. Tunakwenda kwenye redio kwa sababu tunajua kuna watu pasipo njia ya redio hawataka waweze kufikiwa. Na wewe Mungu amekubariki na mimi Mungu amenibariki. Wewe ukitoa kwa sehemu na mimi nikitoa kwa sehemu, hawa watu watafikiwa. Na ndio maana tunafundishanaga ama huwa analeta mafundisho ili unapotoa uwe unatoa katika imani, kwa sababu kumbuka kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Ndio maana huwa anafundisha kwanza ili kujenga imani, ili utakapokuwa umetoa, either umetoa kama partner ama umetoa kama sadaka ya shukrani, uwe umetoa katika imani uweze kupata matokeo. Maana kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Sijui kama unanielewa kitu ninachozungumza rafiki. Kwa hiyo ina maana wewe unawajibika. Haiwezekani Mungu ametujalia fursa. Wewe una simu ya mkononi, una maisha ya kisasa, uko kwenye WhatsApp, uko kwenye Telegram, unaela. Ungeweza kuspare shilingi 10,000, shilingi 5,000 kila mwezi. Lakini kwa sababu tu unaona wewe hauna shida, hauna matatizo, neno unasema what for? Alafu wengine mmeingiziwa uongo na ibilisi kwamba ukitoa hela Urumagadi atakula, atanenepa, atafaidi. Yeti Urumagadi anakuhudumia kila siku, na Urumagadi anakualika hapa sio kwa sababu ya kumpa hela yeye kutumia.
ni kwa sababu ya wengine wafikiwe na injili. Kama nilivyosema hapo mwanzo, kilio changu kwa Bwana Yesu ilikuwa ni kwamba natoa hela yangu mfukoni ili injili iende. Mpaka lini hili jambo litaendelea? Akaniambia kazi sio ya kwako, kazi ni ya kwangu mimi. Nenda kawaambia watu wanaojifunza kutoka kwako waanze kutoa kwa ajili ya injili. Waambie ni agizo, sio pendekezo, ni agizo nimewapa. Alafu huyu atakayekataa niona. Sema mwalimu anatumia vitisho. Sio mimi, ni maelezo ya Yesu. Nikwambie kitu, kwangu mimi ilikuwa ni aheri kabisa nisingemwambia mtu hata mmoja atoe. Nani anataka kusengenywa? Nani anataka kutukana kwenye mitandao ya kijamii? Nani anataka kuitwa kwamba wewe unaambia unafundisha kwa ajili ya kupata? Nani anataka hizo kejeli? I don't want that one. Mimi ni mtu na staha zangu na heshima zangu, lakini nimeagizwa na Bwana Yesu, kwa hiyo lazima nitii. Kwa ndugu, nakuletea ujumbe wako. Bwana Yesu anasema kuanzia leo unawajibika kila mwezi kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio. Anasema kama yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utasikia sauti yake, utaitii. Na kama hautasikiliza sauti yake, anasema waambie wanasikiliza sauti ya mwingine. Na mimi nilisema hawawezi kusikia sauti ya mwingine, wanaisikia sauti ya kondoo wangu, wanaisikia sauti yangu. Nenda kawaambia, watasikia. Yoyote ambaye hatasikia na kufanyia kazi, maana yake ni kwamba anasikiliza sauti ya mwizi, na kwa maana hiyo lazima ataibiwa, maisha yake yataharibika, na mwisho wa siku ataishia katika mauti. Kwa hiyo kawaambie, kila siku inavyopita hamjafika Tanzania nzima na mafundisho ya kweli ya Kristo, watu wanaangamia, watu wanateketea, watu wanapotea, na mwisho wa siku nitawadai ninyi. Ninyi ndio mnawajibika, kwa sababu nimekabidhi injili mikononi mwenu. Sijaikabidhi kwa malaika, sijaikabidhi kwa mtu mwingine yote, nimekabidhi mikononi kwa mwanadamu ambaye ameokoka, amezaliwa mara ya pili. Sasa najua imekuwa ni dozi ngumu sana kusikiliza, na mimi haikuwa nyepesi. Mpaka umeona nimekuja kuongea hapa ni baada ya kumwomba Mungu anipe ujasiri wa kuongea na wewe. Lakini nimeileta kama alivyosema. Anasema kwamba waambie, nitarudia tena, waambie watu wangu wanawajibika kuchangia gharama za injili kila mwezi. Kila mwezi. Na nenda kawaambie kwamba kila mmoja wao nimezungumza naye katika moyo wake. Kila mtu nimezungumza naye. Sasa mimi sijui utafanya nini hiyo taarifa. Mimi nimeileta tu siku ya leo. Nimesema nisipoileta itaniletea shida. Ni aheri unitukane, unikejeli, unidhihaki, unizomee, uniite majina yote, lakini niyo nimemtii Yesu Kristo. Unaweza ukaamua kuleft group, unaweza ukaamua kuzima redio, unaweza ukaamua kunitukana matusi yote ya nguo, ni fine. Lakini mimi nimeagizwa na Bwana Yesu. Tunatakiwa tuende tupanue wigo, na tunatakiwa tuanze hiyo kazi mwezi unaokuja. Kwa kama umenisikia leo hii, unawajibika. Na Bwana Yesu akasema waambie wasithubutu kusema hawana hela. Hakuna mtu ambaye ametaka kutoa mimi nikaacha kumpa hela. Ndicho alichoniambia. Anasema hakuna mtu hata mmoja ambaye ametaka kutii na kutoa nikaacha kumpa hela. Waambie wa Filipi 2:13 nimesema kutaka kwenu na kutenda kwenu. Anasema ni Mungu ndiye atendaye kazi, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa ajili ya kusudi lake lililo jema. Kwa anasema mtu yeyote asiseme uongo, asiseme kwamba ametaka kutoa alafu akakosa kutoa. Anasema waambie wote wanaosema hivyo ni waongo. Hakuna, narudia tena, ananiambia waambie hakuna mtu yeyote ambaye amekubali kutoa kwa ajili ya kazi yangu nikaacha kumpa hela. Wote ndio sifa yangu na tabia yangu kama Mungu. Kwa hiyo yeyote anayesema hana hela ya kutoa, huyo ni muongo. Ukweli ni kwamba amekataa. Lakini akikubali akataka, mimi Yesu mwana wa Mungu aliye hai nitampatia fedha, kwa sababu neema yangu itakuwa iko juu yake. Kwa hiyo rafiki, umesikia huo ujumbe. Leo nimesema niachilie hapo, ni kueleze. Unasema mwalimu leo umekaba. Oya, na mimi nimebanwa. Na mimi nimebanwa. Kwa hiyo nategemea tutaendelea kesho katika kipindi kinachofuata. Nitakuonyesha namna ya kuambatanisha sasa matoleo yako kwa imani, ili unakuwa umetii agizo la Bwana Yesu, lakini pia kupitia matoleo yako hayo unakuwa umetatua changamoto zako nyingine. Kwa sababu hilo ndio lengo la Mungu. Hiyo ndio nia ya Mungu. Kwa hiyo naamini rafiki umenisikia, naamini umesikia agizo la Bwana Yesu. Kwa hiyo najua utafanya hivyo kama ambavyo Bwana Yesu amekuagiza. Namba za simu unazifahamu, utasikia kwa mwisho zitatajwa, kwa hiyo chukua hatua. Ingekuwa mimi ni wewe, nisingetafuta kugongana na Yesu Kristo. Ni seme asante kwa wale wote ambao mmenielewa, kwa wale wote ambao mmenisikia,
na kwa wale wote ambao mtachukua hatua na kusikia sauti ya mchungaji mwema na kufanyia kazi kile ambacho mmeambiwa, na kwa wale ambao mmekataa, neema ya Yesu Kristo na amani yake izidishwe kwenu, ili macho ya mioyo yenu yaweze kutiwa nuru, muweze kuelewa mmeitiwa katika maisha ya namna gani ndani ya ufalme wa Mungu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Wote pale ulipo rafiki,